Ni furaha leo kuja kukutana na mama zetu na ukhti zetu walioko Mwingi ili kuelezana machache yanayofungamana na dini yetu ya Kiislamu na kuelezeana ni mambo gani ambayo kwamba tunayahitaji katika maisha yetu. Leo watu wengi wakutana na leo watu wengi wakusanyikana, lakini mwenye akili ni yule ambaye kwamba atatazama ni mkutano gani yeye atakwenda kufika katika mkutano kama huo, na akawa ataelewa kwamba baada ya mikutano yote ya duniani kuna mkutano mkubwa wa mngojea kesho akhira. Je, ataufurahikia mkutano ule alokutana hapa duniani? Kuna siku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, yauma yajma'ukum liyawmil jam'i dhalika yawmut taghabun. Lengo siku hiyo yatakuwa ndio siku ya watu wale wenye kujuta. Sasa afadhali kama sikwenda kwenye mikutano ile, afadhali kama sikwenda kwenye mikusanyiko kama ile. Kadhalika kuna watu watakuja kujuta, afadhali kama nilikuwa nenda na mimi kwenye mikutano kama ile. Kuna mikutano watu watajuta kwa nini walihudhuria, kuna na mikutano watu watajuta kwa nini hawakuhudhuria. Kwa hiyo mwenye akili ni yule anayetizama mkutano huu mimi nitakwenda kujuta kwa nini nimehudhuria. Kadhalika upande wa pili pia atazame mkutano kama huu nisipokwenda nitakuja kujuta kwa nini sikwenda. Pengine waweza kukauliza ni mikutano ipi ambayo kwamba mimi natakiwa niende nsijute? Mkutano wote ambao kwamba wewe utaweza kukurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utakukumbusha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au kukukumbusha mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mkutano kama huo watakiwa wewe usiukose. Na mkutano wote ambao hautokuweka karibu na Mwenyezi Mungu, hautokuzidishia mahaba ya Mwenyezi Mungu, hautokuzidishia mapenzi ya Mwenyezi Mungu, mkutano kama huo hufai kupigania, wala hufai kukimbilia, wala hufai kuonelea una umuhimu mkutano kama huo. Ndugu zangu na mama zangu, leo tutazungumzia mada ambayo kwamba yamhusu mwanamume na mwanamke, lakini kwa mwanamke ni pambo bora zaidi. Ma hiya au ma huwa arwa'u ma yumkinu lilmar'ati an tatazayyana bihi, ni kitu gani ambacho kwamba kizuri zaidi kwa mwanamke astahiki kujipamba nacho? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia mwanamume ana pambo lake na mwanamke ana pambo lake, na katika haya mapambo ambayo kwamba mwanamume aweza kujipamba nayo kuna pambo ambalo kwamba ni zuri zaidi. Kadhalika na mwanamke katika mapambo anayojipamba kuna pambo ambalo kwamba ni zuri zaidi. Na miskini wanawake leo wamedanganywa kuambiwa kwamba kuna best saluni, sijui nini saluni, sijui nini saluni, sijui nini saluni. Wenda wakajitengeneza katika saluni hizo, lakini lao wangeijua pambo hili, basi ingekuwa watafuta saluni ya pambo kama hili. Ni ipi nalo? Atuambia hayaul mar'atul muslima, mwanamke wa Kiislamu kitu bora sana ambacho kwamba atajipamba nacho ni haya. Haya ndiyo kitu muhimu sana kwa mwanamke, na ndiyo kwamba hakuna saluni hizo za kufundisha haya. Saluni zilioko zote ambakrati abiha kwa jumla ni za kukufundisha kukosa haya na kukosa heshima. Utoke mutabarrija mutazayyina, utoke mutaatira, umejipamba umejipodoa, pengine pambo lingine hata halimridhishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na pambo lingine la kusababishia wewe
uwe ni katika wale aliowazungumza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, uwe ni kasiyatin ariyatin mailatin mumilatin ruusuhunna kaasnimatil bukhti la yadkhulna aljanna wala yajidna rihaha, haingii peponi wala hatosikia harufu mwanamke kama huyo. Nasallallahu salamata wal afia. Kwa hiyo kitu kizuri ambacho kwamba champendekeza zaidi kwa mwanamke ni haya. Namna gani mwanamke atakuwa na haya? Innal hayaa siyajun yasunu karamata almuslim. Haya ndio kanuni peke yake ambayo kwamba itaweza kuhifadhi heshima na utukufu na cheo cha mwanamke. Kadhalika haya ndio itakayekumhifadhia mwendo wake na tabia yake na kumkinga na machafu na kila fuhsh, kila ambalo kwamba halifai kuzungumzwa. Kadhalika haya ndio itakayokumhifadhi mwanamke na maneno yake, asiwe na maneno machafu, maneno mabaya. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipozungumza kumuelezea muumini akasema, laysa almu'minu bitaani wala laani wala albadhi wala alfahish. Angalia, amekusanya kila aina ya uzungumzaji. Mumin ikiwa mwanamume haipendekezi mwanamke ni zaidi. Laysa almu'minu bitaani, mumin hatukani mumin, wala laani, mumin halani. Yani mumin hatukani kitu wala hamtukani mtu. Mumin hajui kutukana. Haya yote yamehusiana na ulimi. Sasa ukiwa na haya, haya itakuhifadhi na vitu kama hivi. At-ta'an, ta'an ni kukidunga kitu. Ta'ana ni kudunga. Sasa pale mtu kanapo mtu kama umemdunga, pale unapokitukana kitu kama umekidunga. Na uchache wa kutukana kwa wanawake ndio kwingi sana. Buibui gani ile alofaa, kanzu gani ile alofaa, nguo gani ile aloifaa, viatu gani vile alofaa, pambo gani ile alojipamba, sijui nyele gani zile alofunga. Subhanallah. Yani mwanamke hataki kirudi kutoka hiyo kwenye shughuli alokwenda, pengine hata kwenye madarasa uangalia na mashuga. Shuga gani ile alovaa. Waweza mwanamume aweza kuja shekhe akatoa darasa mpaka akamaliza, watu wasijue yule shekhe alikuwa amevaa nguo gani wala kofia gani wala kanzu gani wala pete gani wala. Lakini wanawake wao sikiliza darasa na bado huangaliana shuga la ule shuga gani lile, viatu vyake viatu gani, ninja yake iko vipi, miwani yake iko vipi. Subhanallah. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema laysa almu'minu bitaani. Ukijiona wewe apenda sana kutiatia ila vitu, jua wewe na imani bado hakuna kwako wewe sifa ya imani. Sasa yenye kukuweza kukuhifadhi usiwe ni tukanaji na kutia ila ni haya. Laysa almu'minu bitaani wala laani. Haya panda zaidi sasa. Ukizoea kutukana, ukizoea kutia ila, kisha utakuja sasa ulani sasa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wala laani. Mumin halani kitu, hajui kulani. Wala alfahishi, wala hajui kusema maneno machafu. Fahishi wanazuoni watuambia ni maneno ya starehe baina mume na mke. Mumin hazungumzi tendo la starehe baina mume na mke kabisa, hajui kuzungumza. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani alipotukataza zina, alituambia wala taqrabu zina innahu kana fahisha, kwamba hiyo zina hata kuitaja haifai. Sio kuifanya, fahisha, kuitaja. Innahu kana fahisha, yani tafhushu kalamu bihi, haifai hata kuizungumza. Na ndio katika Uislamu hakuna katika Uislamu nafasi ya mtu kumwambia Sheikh, mimi zamani mmezini. Hakuna, haifai, haramu. Innahu kana fahisha wasaa sabila, na ndo njia mbaya katika kitu kibaya katika kukizungumza ni kuzungumza tendo la zina. Kwa hiyo mumin hazungumzi tendo la zina wala albadhi, wala kuzungumza maneno machafu. Hazungumzi maneno machafu kabisa, hayazungumzi machafu wala hawazungumzi wachafu.
Wanaofanya machafu si kazi ya muumini kuwazungumzia. Yeye anakataza machafu lakini hayazungumzi machafu. Sasa kinachoweza kukuhifadhi wewe mwanamke na kuwa na usiwe na tabia kama hizi ni kitu kimoja tu, ni haya. Kadhalika hii ni haya ndio humfanya mwanamke aweze kuondoka na kuepukana na kuwa mbali ani safasifi. Safasifi al-umuri ni yale mambo ya chini chini, mambo duni, mambo yasokuwa, mambo ambayo kwamba mtu akiyafanya muone yule hata haya hana, hata heshima hana. Na wakati sasa kanuni kama hini inapovunjwa, inapoondoshwa, basi vipimo vote vinakosa mwelekeo. Leo angalia matatizo yote yanayopatikana kwa wanawake, sababu ya msingi ni kukosa haya. Leo wanawake ndio wao watakao kutua mabarabarani wakapiga kelele ya siasa. Leo wanawake ndio wao watachorwa kwenye mabango wabandikwe, ati waoneshe advertisement za miswaki, advertisement sijui za perfume, advertisement hata za simu. Nini? Haya imekosekana. Na hili lingekuwa ni haki ya wanawake kama wanavyopigania haki zao, wanavyoona ni haki zao. Moja katika haki za wanawake ni kuheshimiwa, sio kutangazwa. Ni kuheshimiwa. Wao huona ni kuheshimiwa kwamba wameshirikishwa sana, kumbe hawajui wamedharauliwa. Mwanamke laisat urdha, mwanamke si bidhaa kwamba yatangazwa kama yatangazwa gari. La, mwanamke ni kitu ambacho kwamba tuhtaram, huheshimiwa, hutambuliwa. Lakini leo tuangalie wanawake namna gani. Mtu akiwa na jambo lolote, kisingizio haki ya mamama, haki ya mamama, haki ya wanawake, haki ya wanawake. Wajua maana haki ya wanawake? Maana haki ya kuwapata wanawake kwa njia rahisi, ndio haki ya wanawake. Ukimwona mtu pigania haki ya wanawake, haki ya wanawake, yani hupigania haki ya kuweza kuwapata wanawake kwa rahisi, akawavunjia heshima. Wa ila ikiwa ni haki ya wanawake, Uislamu uliweka kitambo haki za wanawake, ikatuambia wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf. Kitambo Uislamu ushaweka. Lakini leo watu wamekuja wataka hurriyatul mar'a, kumweka mwanamke awe huru. Si maana hurriyatul mar'a, wamekuja kutuambia wataka uhuru wa kuweza kumfikia mwanamke kwa njia nyepesi. Na angalia leo ni kiasi gani watu wameweza kumfikia huu mwanamke kwa njia nyepesi, ni kiasi gani wameweza kuweza kumtongoza huu mwanamke kwa njia nyepesi. Na alikubali yeye mwenyewe mwanamke alipoambiwa kwamba sisi tunataka kukupigania bwana haki zako wewe. Mwanamke akajisahau, akakosa haya, akakosa heshima. Na wanawake kukosa haya, mama zangu, ukhti zangu, binti zangu, kukosekana haya katika nyoyo za wanawake ndo mshikili ulikuwa mkubwa. Na tatizo hili angalau lingekuwa ni tatizo la wahusu wanawake peke yake, la fahasb, la haitoshi, bal ulimwengu mzima umekosa mwelekeo kwa kukosea mwelekeo kwa wanawake. Al-ummu madrasa, kwa sababu mwanamke ndiyo chombo kikiadilika, yani kikitengea, kikinyoka, kikiwa na istiqama na msimamo, basi wanaume wengi huwa na msimamo. Na wanawake wakiharibika huharibu wanaume wengi. Ukimwona mwanamume yoyote ni mfisadi, jua alipata wanawake wa kukubali kufanya ule ufisadi. Tendo la zina lolote linapopatikana sehemu yoyote, nisba ya 80 katika 100 wanaosababisha ni wanawake. Lao wanawake watakuwa wanagoma, hawataki kufanya tendo kama hili, hakuna mwanamume. Na ndio kwa zamani ilikuwa litapotokea tendo la ubakaji, raping, ilikuwa yakitokea kwa wingi kwa sababu hakupatikani wanawake wa kuzini.
Lakini siku hizi huwezi kusikia kuna raping, nadira. Kwa nini? Kwa sababu wenyewe wanawake watafuta hilo tendo, wanawake wenyewe hujiuza. Sasa mtu atakwenda kushika mtu, khalasi yeye huko kungojea wewe. Sasa zamani ilikuwa watu hawawapati wanawake, na ana haja ya kumpata mwanamke, afanye njia gani? Tamshika kinguvu tu. Sasa ilikuwa waweza ukakaa siku 2 3 au miezi 2 3 au miaka 2 3 ukasikia kesi kwamba mahala fulani miskini ikatokea bwana, mtu fulani akashikwa. Litakusikitisha, lakini ikawa kadhia ni hiyo hiyo. Lakini wewe leo usiku mmoja ni hali ngapi za zinaa zapatikana? Sasa kwa kule kwa watu kwambia siku hizi hakuna tena mambo ya raping, ni kwamba siku hizi wanawake wenyewe hawana haja tena kungojea washikwe. Hujipeleka wao wenyewe, hujitolea wao wenyewe. Na kwa nini? Kwa sababu hakuna tena haya. Na ndugu zangu, ulipokuwa Uislamu umehimiza sana haya, na kwa kujua maana ya kuhimiza wanawake wawe na haya ni kwamba haya ndio yanaoleta utulivu ndani ya majumba, utulivu njiani, utulivu barabarani, utulivu kazini. Ikawa watu wataweza kuishi maisha bila ya kibabaiko. Na maadui wa Uislamu wakawa wao watafuta ni njia gani tutauchimba Uislamu. Wakaona bwana, njia rahisi sisi ni kumkosesha yule mwanamke asiwe na haya. Kwa sababu gani? Mwanamke akishiwa hana haya, khalas, tushamaliza hii jamii. Wao wakubali kwamba hakuna anayeweza kuperform, hakuna anayeweza kusimamia haki ya malezi kama mama, kama mwanamke. Kwa ufupi, mume ahitajia kulelewa na mke, watoto wahitajia kulelewa na mamama. Sasa ikiwa mke hana haya, ikiwa mama hana haya, khalas, tushamiliki, tushafanya dunia uwanja wa fujo. Sasa wakaona sisi hatuna haja kufanya jambo kadhaa na kadhaa na kadhaa. Sisi ni namna gani tutapoteza mwelekeo kwa wanawake wakose haya? Sisi hatutawaambia wanawake musiwe Waislamu, shikamanani na Uislamu. Sisi hatutawaambia wanawake musiswali, swalini sana. Sisi hatutawaambia wanawake musifunge, fungeni kwa wingi. Sisi hatutawaambia wanawake musisome Qurani, someni kwa wingi, lakini musiwe na haya. Kwa nini wakawa hamu yao ni wasiwe na haya? Kwa sababu hata akiswali ikiwa hana haya, swala yake haitomfalia kitu. Hata akifunga ikiwa hana haya, somo yake haitomkataza na kitu chochote. Na ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatuambia katika hadithi yake, inna mimma adraka an-nasu min kalami an-nubuwati al-ula idha lam tastahi fasna ma shi'ta. Mwenye asokuwa na haya aweza kufanya lolote, hajali. Ukimwona mtu ufanya kwambia bosi, na freedom mimi. Maana yake wajua tafsiri ya maana kilima hichi, mimi sina haya. Lakini angekuwa na haya hangeweza, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia idha lam tastahi, ikiwa wewe huoni haya, fasna ma shita, fanya utakalo. Pale umuonapo mwanamke akiambiwa we mama usijiuze kwenye ma TikTok, usijiuze kwenye ma Facebook, usijiuze kwenye Telegram, hukwambia msiniingilie, maana yake amekosa haya, maana yake mimi sina haya. Mwanamke akikosa haya hukosa kama gari lilokosa mwelekeo, ima litaingia kwenye mto, ima litaingia kwenye jabali, ima wewe usitarajie mazuri kwa watu ambao kwamba haya kwao hakuna. Na ndio kaona kuna msemo watuambia, idha qalla ma'ul wajhi qalla alhaya, ikiwa maji ya uso yamekuwa kidogo basi haya imepungua.
Manake ikipungua haya, khalas watu ndio waweza kuuza uso wao kwa njia rahisi sana, kwa sababu hakuna haya. Lakini yule mwenye haya aona haya kuonekana ule uso wake. Alhaya ni sifa, haya ni sifa iliyokuwa kubwa sana katika Uislamu, kwa sababu ni tabia nzuri, ni tabia tukufu, humfanya yule ambaye kwamba mwenye haya kushikamana na kila zuri na kuachana na kila baya. Na haya kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, haiwi kwa mtu yoyote ila humletea mazuri. Alhayau la yati illa bikhair, haya haileti ila huleta khairi. Mahala popote pakiwa pana haya, tarajia khairi, na mahala popote pakikosa haya, hukosekana ile khairi. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatuambia katika hadithi nyingine umuhimu wa haya katika Uislamu, akatuambia inna likulli dinin khuluqa, kila dini na tabia yake. Kila dini, yani kila dini utakuta kuna jambo kwao ni muhimu sana katika dini kama hiyo. Akatuambia wa khuluqul islami, na tabia muhimu katika Uislamu, alhayau, ni kuwa na haya. Na ajabu, hichi kilima kimeitwa alhayau, haya, kwamba kimetokamana na alhaya, uhai. Kwa maana mwenye haya hoyo uko hai, asokuwa na haya hoyo hastahiki kuambiwa uko hai, hoyo amekufa kabla hayafa. Dalili ya kuwa ukitaka kumjua mtu uko hai, muangalie haya yake. Na basi kwa wanawake haya yatakiwa maradufu na mara zaidi. Angalia hata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, namna gani moja katika sifa zake alosifiwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama hadithi iliyokuwa kwenye Bukhari yatuelezea, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam ashaddu hayaan min al-adhra fi khidriha. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na haya sana, kiasi cha kuwa alikuwa na haya kushinda msichana katika ile rumu yake. Na hapa utakuta kwamba asili ilikuwa wasichana walikuwa wana haya, wakikaa kwenye rumu hata kutangamana na wanawake waliokuwa watu wazima hawatangamani na wao. Hii ndio ilikuwa hali ya wasichana. Lakini leo jiulize, waloolewa, walozaa waogopa kukaa na wasichana kwa mambo wanaoyafanya wale wasichana. Leo mafuta mazuri wanaoyajua, ukitaka mafuta mazuri ni yapi, usiwaulize wanawake walioolewa, waulize wasichana. Ukitaka kujua makeup nzuri, usiwaulize walioolewa, waulize wasichana. Hata tendo la ndoa kulizungumzia ni mahodari hao wasichana kushinda hao walioolewa na walozaa mimba 10 na 20. Na hadithi hii yatuonesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ashaddu hayaan, ana haya zaidi, manake ana haya hali ya mwisho. Min al-adhra, ashaddu hayaan min al-adhra'i fi khidriha, kuliko yule msichana akiwa katika chumba chake. Wale wasichana walikuwa wana vyumba, wakaa hawatoki mpaka kwa dharura, mpaka kwa haja. Hatoki, sio hatoki ndani ya nyumba, hatoki ndani ya kile chumba kwenda sebuleni, kwenda kwenye sitting room kukaa na watu wazima, mpaka kuwe hakuna mtu. Na sisi tumeyakuta haya katika uhai wetu, kwamba wasichana wetu walikuwa hawatangamani na mama zetu ila ikiwa hakuna mtu yoyote. Hata akija maanti zetu watakuja wasalimie tu warudi ndani, lakini wakikaa mama yetu na maanti zetu, yaani wakikaa watu wazima kuzungumza, msichana hakai mbele, kwa sababu kuna mazungumzo hafai kuyasikia. Lakini leo ulize, wao ndio watakao kutoka, na wao ndio wapangia na wengine kutoka. Ama usende wewe, mimi nitakwenda mimi harusini, wewe pumzika. Wao ajabu, zamani ilikuwa msichana hahudhurii harusini. Siku hizi
Msichana ndio mwenye sherehe nyingi katika harusi. Kuna hina party ni yao, sijui kuna nini ni yao, baada ya harusi tena kuna na yao, na katika ile sherehe ya harusi wao ndio watakao kucheza, wao ndio wengi. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Tumebadilisha, na sote tunalalamika kama hatujui kwamba makosa tuliyofanya sisi wazazi. Tufanyeje sasa? Hakuna tufanyeje sasa, ni kurudi kuangalia kwa hii hali iliyoko sasa yaridhisha? Hii hali iliyoko sasa yapendeza? Maadamu haipendezi, imetubidi ni lazima turudi kwenye hali ile yatupendeza sisi wenyewe na yampendeza Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo ikiwa msichana alikisifiwa kwamba hatoki ndani ya chumba, kwa nini leo situmtoe? Na wateni niwaambie, moja katika ilochangia wanawake kukosa haya ni haya mashule, haya maskuli. Hunu ndio kweli, hata kama sisi jana zetu husoma, lakini haya yametuathiri sana nisba. Sisemi kila soma skuli hana haya, lakini nasema ni moja katika kinachochangia wanawake kukosa haya, haswa haya maskuli ambao kwamba hata kama wanawake husoma kivyao na wanaume husoma kivyao, lakini maadamu skuli kama ile wanawake huwaona wanaume, wanaume huwaona wanawake, wanawake waingia sehemu waliokuwa wanaume, wanaume huingia sehemu waliokuwa wanawake, ile kitu cha kuitwa mwanamke kumzoea mwanamume, kutomuogopa mwanamume, kutojiona kwamba yeye hafai kuwa karibu na mwanamume, ni kitu ambacho kwamba kimeweza kusababisha kuchangia kwa njia moja au nyingine kwa baadhi ya wanawake, sisemi wote, kutojali jambo la kuwa na haya. Hata tumefurahi hapa kuwa darasa twatoa sisi, hata hatujui hawa wanawake wako au twatoa tu, tumeambiwa ni darasa la wanawake, maana sisi tuko mahala kwingine. Hawa wanawake hata hawa wanawake kujua wamekuja kweli wako au kuambiwa tu, manake wao wako masafa ya kukusuru huko, wamepelekewa speaker tu. Uzuri kila mwanamke akiwa mbali na mwanamume ni bora. Mwanamke humkurubia mwanamume kwa dharura, sio kila wakati. Kwa hiyo wenyewe tukijitazama twajiona kwamba tuna haja kubwa sana siku hizi, wakati ambao tukiangalia mambo yote yaliokuwa mazuri tumeyachinja, tumeyavunja, tumeyabwaga, tumeyaweka kando, tumeyafinika, tumeyakanyaga. Watudhbahu fihi al-akhlaq, tabia njema zote khalas twazifukia, twazichinja. Na katika tabia ambayo kwamba ndio imemalizwa kabisa ni tabia ya haya, ambao ya reti angekuwa wamechinja kama wachinja mnyama, wakamkata gorombo na mishipa, wamekata kichwa chote, hawakubakisha hata nafasi hata moja, kichwa mbali, mwili mbali. Ngauli alobakiwa sema twaweza kuungaunga hata kama hatobakia hai, lakini tutasema angalau huyu mbuzi bado kichwa chake kiko kwenye mwili wake. Wameweka kando kichwa, na leo mwanamke amevuliwa ile haya iko kando, kama wanavovua zile nguo wanaporudi majumbani. Na tukiangalia mifano fulani namna gani mwanamke alivyokuwa na haya, wallahi baadhi ya maukhti zetu, baadhi ya mabinti zetu, lao wakisikia hali kama hizi wataona ni urongo, mambo hayakuwa, lakini la, ni mambo wakii yamepatikana, na mpaka sasa wako wenye tabia hizi, na mpaka sasa wako wanajua kwamba haya ndiyo kufaulu. Yani mwanamke kuwa na tabia namna hii na mwendo kama hunu ndio alama yeye kufaulu katika maisha yake, na kuachana na mpangilio kama hunu tutakao kuelezea na mifano kama hini
ndio alama ya kukosa ya kufeli kwake. Siku moja Ata bin Rabah asema kwamba anna Abdullah bin Abbas radhiallahu anhu, huyo Ata bin Rabah ilikuwa ni tabi'i na ni mcha Mungu sana. Huyo Ata bin Rabah aliwahi kupambana na wakati wa khilafa ya Bani Umayya. Huyo Ata bin Rabah, Abdullah bin Abbas alimwambia safari moja, ala urika mra'atun min ahli aljanna, sikuoneshi wewe mwanamke wa peponi? Wataka kumwona mwanamke wa peponi wewe? Qala bala, akamwambia nataka kumwona. Ni upi? Akamwambia kwa wataka kumjua mwanamke wa peponi, hadhihi almar'atu sauda, huyu mwanamke mweusi. Kuna mwanamke alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mweusi. Mwanamke kama huyu, sikiliza ombi lake, sikiliza mwanamke ombi lake. Ya salam, leo mwanamke akija kwa shekhe ombi lake kubwa, shekhe, mume wangu siku hizi, mume wangu siku hizi, mume wangu siku hizi. Yeye tatizo lake ni mume wake tu, yeye kama yeye malaika. Sikiza mwanamke amekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hebu lisikilize hili tatizo. Mamangu, ukhti yangu, binti yangu, sikiliza tatizo la mwanamke mwenzako huyu. Ya Rasulullah, inni usri'u, mimi napata kifafa, mimi na maradhi ya kuanguka. Wa inni atakashaf, tatizo si kuanguka, tatizo nikianguka nguo zanifunuka. Fad'u Allah li, niombee Mungu maradhi haya niondokee. Sikia ya Rasulullah, yani subhanallah, mwanamke ana maradhi ya kifafa, maradhi yale ya kuanguka. Si twajua kisharia, wewe umeanguka hata ukapandisha nguo zako zote, kwa sababu akili si yako. Lakini hata kama mimi akili si yangu, sitaki wanaume wanione mwili wangu. Leo mwanamke henda kanunua nguo haswa ya kumwambia mwanamke, please look at me, tafadhali hebu niangalie. Katukwa buibui akalibana, akitembea buibui limembana huku na huku, buibui mara mvuta kulia, mara mvuta kushoto, kiuno imebanika, kifua kimebanika. Akipita mbele ya wanaume hajui ajifinike mbele, hajui ajifinike nyuma. Subhanallah, mwanamke ameshikwa na maradhi ya kifafa, aja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni usra, mimi napata maradhi ya kifafa. Sasa fad'u Allah li, wa inni atakashaf, tatizo la haya maradhi mimi yakinishika naanguka, nikapanda nguo zote zikanifunuka. Fad'u Allah li, niombe Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, qala in shiti sabarti, ukitaka subiri uendelee na maradhi yako, walakil janna, na mimi nakudhaminia utapata pepo kwa kusubiria hayo maradhi. Wa in shiti da'awti Allah an yu'afiki, na ukitaka nitakuombea Mungu akuafu usiwe tena na hayo maradhi, lakini jitahidi kwa amali nyingine, kwa sababu hii amali ya kupata maradhi wewe ukiwa utasubiria ni sababu kubwa ya kutia peponi. Akamwambia Rasulullah, asbir, nitasubiri madamu utakuingia peponi, niko tayari mimi nitasubiri, lakini inni atakashaf, ubaya mimi bado maradhi si tatizo, mimi nafunukwa na nguo. Fad'u Allah an la atakashaf, na kuomba uniombe Mungu nikianguka nianguke tu vile vile, kama vile buibui langu vile vile, silipandishe. Mtume sallallahu alaihi wasallam fadaa laha, Mtume akamwombea ili akianguka asivukwe na nguo. Angalia namna gani watu waona haya kufunukwa na nguo, hali ya kuwa waona haya kufunukwa na nguo hali ya kuwa wao wako kwenye hali ya maradhi. Hakuvua, ni maradhi yamemfanya avukwe na nguo, sio yeye amezivua zile nguo. Si kitambo
Iraqi, si mbali, si kitambo, Iraqi, mwanamke yuko ndani ya gari na mumewe, gari likashika moto. Liliposhika moto tu moja kwa moja ikarukia nguo ya mwanamke, nguo ikashika moto ya mwanamke, kama mwanamke wachomeka. Akatoka ndani ya gari, kutoka wanaume wengi, akarudi ndani ya gari akafunga mlango. Heri achomeke kuliko kuonekana mwili wake. Heri achomeke kuliko kuonekana mwili wake. Na si kitambo watu walikuwa wakisafiri kwenye meli. Waliposafiri kwenye meli, meli ikashika moto. Iliposhika moto, kuna mume na mke walikuwa wenyewe wametukua chumba baina ile meli na vyumba, yani kuweza mtu kulala kama mahoteli, manake ni bakhira siyahia, ni hizi meli za tourism. Meli likashika moto. Sasa kwa kizaazaa kile cha moto, ule mume ile kulia alam moto au mume akangata tauli akajifinika. Sasa mke hana, walikuwa wamelala wenyewe hali namna hiyo. Ule mume kumvuta mke tutoke, mke akamsukuma akamwambia nenda wewe. Kwa nini? Akamwambia mimi siwezi kutoka, mimi sitouza mwili wangu mbele za wanaume. Yule mume kila akitoa kile kisu asema, kila nikimkumbuka mke wangu namna gani alikuwa amekubali achomeke, lakini hakukubali auze mwili wake. Lakini leo angalia, wanawake wakubali wende wakachomwe siku ya Kiyama kwa kuuza mwili wao hali ya kuwa wao ni hai. Subhanallah. Angalia namna gani mwanamke huyu mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya, nikupe tena kingine. Nana Aisha atuelezea, atuambia Nana Aisha radhiallahu anha. Nana Aisha, kama tujuavyo sisi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alizikwa kwenye chumba chake. Kile chumba anachokaa ndio Mtume alizikwa. Alipokufa na Sayyidina Abubakar, Nana Aisha akachukuliwa akawa nyumbani kwa babake Sayyidina Abubakar, kwa sababu chumba chake sasa chatumika kama kaburi la nani? La Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asema na babangu alipokufa, yani Sayyidina Abubakar akazikwa kule kule. Sasa Nana Aisha asema nilikuwa nikenda kaburini kwa Mtume na nikenda kulitembelea kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mimi makshufu alwajhi, uso wangu uko wazi, kwa sababu najua hili ni kaburi la mume wangu na hili ni kaburi la babangu. Lakini alipozikwa Sayyidina Umar, nilikuwa nikenda na mimi nimejifinika, hayaan min Umar. Aenda kaburini amejifinika, asema kwa kumuonea haya Sayyidina Umar. Si kwa Sayyidina Umar yuko ndani kule, Sayyidina Umar amezikwa. Yani mtu anavaa nguo za heshima kwa kuheshimu kaburi la mwanamume ambaye kwamba alikuwa duniani hafai kumuona. Aisha ni umul muminina, Sayyidina Umar hafai hata kumuoa. Lakini hata kama wewe hufai kunioa, haimaanishi wafaa kuniona. Masala hufai kunioa kitu kando, na ndio kaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndo aloharamisha tusiwaoe, lakini yeye ndo ametuambia sisi, wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Si kila usofaa kukioa, saa nyingine wafaa kukaa. Wajua maharimu wanatofautiana. Kuna maharimu hufai kumuoa na haina tashwishi kukaa naye faragha. Mathalan, mtu aje ghafla nione mimi na mamangu mzazi chumbani, hawezi kuwa na wasiwasi wote. Lakini aje anione mimi na mke wa babangu chumbani tumejifungia, ni maharimu yangu, lakini italeta walaki. Ni maharimu, mimi sifai kumuoa mke wa babangu, lakini mimi na yeye tuko chumbani tumejifungia. Hata baba akija ile picha ataanza kuona wasiwasi, sasa hapa vipi hapa. Lakini babangu akaja akaniona mimi na mamangu tu alonizaa chumbani, hawezi kuwa na wasiwasi. Bali hata akaja akaniona mmemlalia mamangu kwenye mapaja, mmeweka kichwa kwa mapaja ya mamangu, hawezi kusema wasiwasi, asema ni mama na mtoto wake. Lakini yule mke wake yeye ambaye si mamangu mimi, ni mke wake yeye, aje aone chumba kimefungwa, akifungua mimi nimeweka mapaja, kichwa kwenye mapaja yake, ataanza kusema vipi hapa tena, kuna nini hapa tena? Subhanallah. Sasa angalia Nana Aisha anatuelezea haya, asema
wakati ilipokuwa kile chumba kumezikwa mume wangu naye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na babangu Sayyidina Abubakar, nilikuwa nikenda sijifiniki uso wazi, kwa sababu najua hili ni kaburi la mume wangu na hili ni kaburi la babangu. Lakini alipozikwa Sayyidina Umar asema, ma dakhaltuhu illa wa ana mashdudatun ala thiyabi hayaan min Umar, mimi silikuwa siingii pale ndani ila nimejifinika finika na nguo zangu kwa kumuonea haya Sayyidina Umar. Na ndio haya hata kabla ya maswahaba ni sifa ya wanawake wema, ni sifa ya kila mwanamke ambaye kwamba ameleleka kimaumbile ya kike, ni kuwa na haya. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani atuelezea katika kisa cha Nabii Allah Yusuf, kisa cha Nabii Allah Musa. Na wakati Nabii Allah Musa alipokwenda Madian, alipoteremka pale kwenye mti, akamwambia Mwenyezi Mungu, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kukatokea kisa baina yake yeye na wale wanawake wawili. Nabii Allah Musa akawasaidia wale wanawake, wakenda wakarudi kwao. Kisha Mwenyezi Mungu atuambia, fajaathu ihdahuma tamshi ala istihya, fajaathu ihdahuma tamshi ala istihya, akaja mmoja wa katika wale wanawake wawili, tamshi ala istihya, iwaja mwendo anaotembea nao ni upi? Catwalk? Tamshi ala istihya, yuenda ana haya. Mwanamke akenda ana haya, henda maana yake henda mwendo sio wa kike, henda ule mwendo ambao sio wa kike. Ukitaka kujua ni mwendo gani, ni ule mwendo mtu akikuona kumbe, bwana una nini, una haraka nini, umebebeika mbona? Lakini wewe mwanamke akiwa makini mwenyewe anagogi barabarani, henda akipunga mikono huku na huku, hono sio mwendo wa kike, hono sio mwendo wa haya, hono mwendo wa kike. Kuna mwendo wa kike, mwendo wa kike ni usiwe na haya, na mwendo wa kike hautakiwi ila ukiwa kwa mumeo. Ukiwa kwa mumeo, basi hapo ndio tembea mwendo wa kike. Lakini ukiwa huko kwa mumeo, hapo tembea mwendo fajaathu ihdahuma tamshi ala istihya. Jitahidi mikono isiende huku, sio kama uteza paredi, henda huku ikenda huku. Tuliza mikono yako, tuliza kiuno chako, tuliza miguu yako. Angalia Mwenyezi Mungu mpaka katika Qur'ani atuambiaje, wala yadhribna biarjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatahunna. Hata musivae vitu vya kuwaweka waume alati, vile viatu kodong 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 kupita, usikia mwanamke kodong kodong kodong. Haitakiwi mwanamke avae kitu kimpe laftil intibah, attention mwanamume. Siku hizi wanawake huvaa vile vijidude chini ya miguu vile vya kulia cha, haitakiwi. Sasa Mwenyezi Mungu atuelezea, fajaathu ihdahuma, akajiwa na mmoja katika wale wasichana wawili, tamshi ala istihya, yani yuwatembea matembezi ya mwanamke aliyokuwa tahara, aliyokuwa mbora, aliyokuwa afifa. Yani afifa ni mwanamke anajiweka kando na mambo ya kutongozana. An-nadhifa, alotakasika na ukosefu wa kutokosa haya. Qalat, yule mwanamke akasema, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Na hapa angalia uslubi wa Qur'ani, inamfundisha mwanamke siku zote ukitaka kuzungumza na mwanamume atumie uslubi hunu. Jaribu ya mwanamke, ukitaka kumweleza mwanamume ambaye si maharimu yako, mpe full details, usimpe nafasi ya kukuhoji. Hakuja huyo akamwambia babangu ya kuita, angeuliza ataka nini? Babangu yuwa kuita ili akulipe kazi ulotufanyia. Una swala tena hapo? Una swala? Lakini sio mambo poa,
mzima, umpumzika freshi, waendeleaje? Kunywa maji angalau. Sasa kwa nimetumwa, mume atakuuliza umetumwa nini, na baba ataka nini? Siwajua wewe, ninajua nini? Bwana, si hivi sasa? Hivi sasa nini? Ulikuwa umetunyeshia yale mbuzi? Baada ya kuanisha. Sasa baba akuita, ataka ana mazungumzo na wewe. Mazungumzo gani? Sijui, lakini najua tu kuna mambo mazuri. Basi tuende tukamsikilize. Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Angalau uslubi wa Qur'ani. Babangu akuita, ile kazi uliyotufanyia kule akulipe kwa kazi ile. Hakuna tena masala mengine. Mwanamke hatakiwi aweke conversation yeye na mwanamume. Kila kukiwezekana kuzungumza bila ya conversation ni bora. Kwa hiyo, na ndio wanazuoni akasema huyu mwanamke huyu ndio mwanamke duniani aliolewa kwa mahari ghali. Katika mwanamke aliolewa mahari ghali ni huyu. Akhi, wewe angalia hivi hivi, waulize wachungaji, kupambana na mbuzi mwaka mmoja tu mwituni si mchezo. Manake mbuzi huyu ukimlekeza huku, huyu enda huku, huyu ukimlekeza huku, huyu enda huku. Huyu alisharutizwa akaambiwa, bwana, ukitaka kumuoa huyu msichana basi jitahidi jaribu miaka 8. Inni uridu an unkihaka, mimi nataka nikuozeshe mmoja katika hawa, lakini nikukodishe, unilindie, unitungie mbuzi miaka 8. Fa in atmamta 10 fa min indik, ukikamilisha miaka 10 ni wewe. Nabii Allah Musa akakubali miaka 10 atunga mbuzi kwa ajili ende kumuoa mwanamke. Kwa kitu gani alionacho mwanamke huyu? Kwa uzuri gani mwanamke huyu alionacho? Tamshi ala istihya. Ile haya aloiona Nabii Allah Musa akasema, potelea mbali, miaka 10 mimi si chochote kwa nitapata mwanamke mwenye haya. Leo ajabu, jana jike halina haya, halina murua, halina tabia, limejitandika katika kila mitandao, na utasikia laolewa na pesa. Ile ilikuwa taburi, usilioe. Haya yastahiki mwanamke apewe mahari ayatakayo, na mwanamke kama hana haya simpe hata shilingi. Usimpe. Kitu muhimu ambacho kwamba chastahiki kulipiwa kwa mwanamke ni haya. Akiwa nayo value yapanda, akikosa ishuke value. Lakini utakuta, usishangae ukimsikia mwanamke ameolewa na milioni 3, milioni 4, usishangae na hana haya, kwa sababu alomuoa pia naye hana haya. Lakini ukimpata mwanamume mwenye haya, licha kumuoa kwa milioni 3, hata shilingi 3 hatoi, kwa sababu mwanamume ambaye kwamba ana dini kisawasawa, yeye atafuta hini, fajaathu ihdahuma tamshi ala istihya. Kwa hiyo mwanamke siku zote hapendi kabisa kukosa haya mbele za wanaume. Na mwanamume mwenye haya ni kama yeye Nabii Allah Musa alayhi wa ala nabina afdalu salatu wassalam. Alipokuja yule mwanamke, ikabidi Nabii Allah Musa, kawaida wewe ukiwa unataka kumpeleka mtu mahala, itabidi wewe ndio ujua njia, wewe ukae mbele, yule asojua njia akufuate nyuma. Lakini hii kawa kinyume. Wewe mgeni utakaa mbele, mwenyeji wakaa nyuma, kisha yule mwenyeji wakwambia left right nini, kwa sababu Nabii Allah Musa akikaa nyuma itakuwa mwanamke uko mbele yake. Na siku zote waambiwa afadhali utembee mbele ya simba wala usitembee nyuma ya mwanamke. Hebu wewe utakubali ukaambiwa, bwana, simba ule mpite uwe mbele yake? Utaendeka simba kwa nyuma yako? Utaweza kutembea? Ujua naye kufuata simba, kuna mwendo tena hapo kutembea? Lakini hii ni salama kuliko wewe utembee na mbele yako kumekaa mwanamke, kwa sababu ukitembea mbele ya simba utakosa uhai, lakini ukitembea nyuma ya mwanamke utakosa dini. Sasa Luqmanul Hakim alimuhusia mtoto wake akamwambia, ya bunayya imshi amama al-asad wala tamshi wara al-mraa, tembea mbele ya simba wala usitembee nyuma ya mwanamke.
kwa sababu simba atakukosesha uhai, lakini mwanamke atakukosesha dini. Na leo ajabu, wanawake waweza kuona wanaume utembea barabarani wakawapita wakawa mbele yao, na zamani wanawake wakijua kuna wanaume nyuma husimama wakawangoja wapite. Sisi tukumbuka wakati wetu, miji yetu zamani ilikuwa kuna njia ni special za wanawake. Wanawake wakaona huchelewa kupita njia zile, waache waje wagongane na wanaume. Siku hizi imekuwa wanaume, wewe ukienda barabarani wewe ndio umpishe mwanamke, lakini mwanamke hakupishi, na ukisipompisha atakugonga, akugonga kutupie huko. Subhanallah. Angalia namna gani Asma binti Abi Bakar radhiallahu anhu. Asma huyu ni ndugu yake Sayyidatuna Aisha, lakini ni baba mmoja mama tofauti, ilikuwa ni mkubwa wake sana. Asma ni mke wake Zubair bin al-Awwam. Ilikuwa toka shambani, amebeba nawa ala rasiha, koko za tende kichwani, zile walikiziponda wakiwalisha hayawani, wakiwalisha ngamia, wakiwalisha mbuzi, za sababisha kutoa maziwa mingi sana, koko zile za tende. Sasa huyo Asma amebeba, yuatembea kwa miguu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamuona. Mtume alikuwa na watu wamefuatana nao. Mtume akamstopisha ngamia wake, akamwambia Asma, ndo upande. Shemeji yake Mtume uko na watu kumsaidia, kama miskini yatembea na ni mwendo hapo mpaka atakapofika. Asma akamwambia Rasulullah, la, nendeni, mimi sitoweza kufuatana na hili grupu la wanaume. Akakubali atembee kwa miguu, asipewe lifti, manake ile grupu la wanaume. Lakini leo mwanamke uko tayari apande bodaboda. Bodaboda hizi za pikipiki hizi, mwanamke atapanda pikipiki, haina neno tena, mshikaki, mwanamume mbele mwanamume nyuma, nini ataka kufika mapema. La ilaha illa Allah. Asma uko tayari ende na miguu, leo uko tayari ende na bodaboda. Shatana, tofauti kubwa ma baina samai wal ardh. Ndugu zangu, mama zangu, haya ziko sampuli tatu. Kuna haya min Allah ta'ala, kumuonea haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuna kuonea haya viumbe, na kuna kuionea haya wewe mwenyewe. Haya ni sampuli tatu. Ama haya min Allah, namna kumuonea haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Hatuwezi kusema wewe wamuonea haya Mwenyezi Mungu na hufuati maamrisho yake wala hukataziki na makatazo yake. Ni lazima uwe wafuata maamrisho na wakatazika na makatazo yake, tutakwambia wewe kweli wamuonea Mwenyezi Mungu haya. Na hii ni ushahidi iliyoko katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipoulizwa, ya Rasulullah, Muawiya bin Haidat al-Qushairi radhiyallahu anhu qala, ya Rasulullah, auratina ma nati minha wa ma nadhar, tupu zetu tufinike, tujistiri kiasi gani na tuache kiasi gani? Yani hebu tuelezee, twaweza kukaa uchi kiasi gani? Mimi mwenyewe naweza kujikalia tu nyumbani uchi kama nyani, kama hayawani, au hata nikiwa peke yangu lazima nivae kitu fulani? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ihfadh auratak, hifadhi tupu yako, illa min zawjatak, illa mke wako tu. Kwa mke wako yeye, kwako wewe hakuna tupu, na wewe kwake yeye hakuna tupu. Hakuna mtu atakaye kuambia amekaa tupu mbele ya mke wake. Ukiwa kwa mke wako hakuna tupu. Yani wewe, yani mimi kama yeye na yeye kama mimi, hatuna limiti ya tupu mimi na yeye. Au ma malakat yaminuka, au ukiwa na mtumwa. Sahaba akamwambia, ya Rasulullah,
arrajulu yakunu maa arrajuli. Je, sasa naweza kuwa mimi nimekaa na bradhangu wanaume, sisi wanaume kwa wanaume? Mtume swalla sallam akamwambia, in istata'ta alla yaraha ahadun faf'al, ukiwa waweza asikuone mtu fanya hivyo. Mmoja akamwambia, ya Rasulullah, araita in kana ahaduna khaliyan, je ikiwa peke yangu? Sasa peke yangu. Mtume swalla sallam akamwambia, Allahu ahaqqu an yustahya minhu, hakuna mtu, hakuna Mungu muone haya Mungu. Nini uketi muoneshe Mungu mimi niko tupu? Kwani ye Mungu hata ukivaa nguo akuona, lakini la, ile heshima tu kwamba mimi natazamwa na Mungu subhanahu wa ta'ala, yabidi nijistiri. Subhanallah. Na ndio Uthman bin Affan waambiwa hakuwahi kukaa uchi ila kwa dharura ambayo kwamba haiwezekani kufanyika ila kuwa uchi, lakini kuwa uchi tu hivi. Wala hakuwahi kutazama uchi, wala hakuwahi mkono wake kuanzia baada ya bai'atu ridwan, mkono wake kugusa tena uchi. Ndio akaambiwa ni wala man istahya minhu malaikatu rahman, malaika pia walikimuonea haya. Safari moja Mtume swalla sallam alikuwa amekaa na maswahaba, alipokuja Sayyidina Uthman akatengeza zaidi lile kalio lake, yani akakaa kwa mkao bora zaidi. Watu wakamuuliza, ya Rasulullah, mbona umebadilika sasa hivi? Akamwambia, kwa nini simuonee haya mtu ambaye kwamba malaika wamuonea haya? Sayyidina Uthman bin Affan. Na katika hadithi nyingine, anna rajulan jaa ila nabii sallallahu alayhi wasallam faqala awsini ya Rasulullah, niusie. Mtume akamwambia, usika an tastahi min Allah kama tastahi min arrajuli salih min qaumik, na kupa wasia umuonee haya Mola wako kama wewe unavyomuonea haya shekhe lako. Kawaida kila mmoja anamuonea haya kiongozi wake, kila mmoja. Haiwezekani wewe ukaambiwa president amekuja ukamtokea na chupi, huwezi. Ngoja nikavae nguo vizuri. Haje sasa, angalia Mtume amempa kaida fupi tu. Wewe vile unavyomuonea haya kiongozi wako katika kundi lako, basi muone Mwenyezi Mungu haya zaidi kuliko unavyomuonea yule. Kila mtu anamheshimu, hapendi amkosee haya, hapendi akose haya mbele yake. Basi kama kuna mtu unamheshimu, hupendi kukosa haya, basi muonee haya Mola wako subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo alhayau shu'batun min aliman, kitu cha kwanza ni kumwonea haya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na kumwonea haya Mwenyezi Mungu kwa kwanza ni kwa kufanya kila alotuamrisha yeye uyafanye, na ndio utakuwa umemwonea haya. Sasa wewe wasema mimi namwonea haya na hufuati ayatakayo na huyawati asoyataka, ni mrongo wewe, umwonee haya Mola wako. Angalia, kuna baadhi ya watu waona haya kuamrishwa jambo ambalo kwamba wajua hili ni la kuamrishwa, na waona haya kukatazwa jambo ambalo kwamba wajua wao kwamba hili ni jambo tunataka tukatazike nalo. Aina ya pili, alhayau min alkhalqi, kuonea haya viumbe. Baada kwa wewe muonea haya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kadhalika uonee haya viumbe wenzako. Na huja hini katika kuonea haya viumbe wenzako, bikafil adha anhum bijamii anwa'ihi, kwa kuacha kuwafanyia maudhi kwa sampuli zote. Usifanye jambo la kumuudhi mwenzako, ndio tutakwambia wewe waonea wenzako haya. Na kuacha kuwadhania mabaya, usimdhanie mwenzako mabaya. Na huwa bitarki almujaharati bikulli qabih, kutodhihirisha kila baya. Wewe mwenyewe usifanye kila baya. Alama ya wewe kutojali kufanya mabaya ni alama kuwa wewe huonee haya wenzako.
Manake mtu anaona haya fulani asijue amefanya jambo fulani, hawezi kufanya mbele yake. Huwezi kufanya jambo baya mbele ya mtu ambaye kwamba wewe amuonea haya. Sasa kama huwezi hata huwezi kumzungumzia mtu jambo ambalo kwamba wewe waona haya hutaki alijue kama wewe wafanya jambo kama lile. Na tukiangalia kumwonea haya Mwenyezi Mungu na kuwaonea haya viumbe, kuna mulazama mpana sana au wa nguvu sana. Ndio mpaka hata Ibn Mas'udi akawa yuwazungumza, ni sahaba mtukufu huyu, asema man lam yastahi minan nasi la yastahi min Allah, asionea haya waja hamuonee haya Muumba. Ikiwa wewe wenzako uonee haya, basi huwezi kumuonea Mola wako haya. Kwa hiyo kuonea haya wenzako ni kwa kutowaelezea machafu uyafanyayo, kutofanya machafu mbele yao, kujikataza na kuwafanyia mambo ambayo yanawaudhi kwa aina yoyote. Sampuli ya tatu, alhayau minan nafsi. We mwenyewe jionee haya we mwenyewe. Kama we humwonee haya Mungu, huonee haya waja wake, basi jionee haya we mwenyewe. Sasa suala, je, mtu aweza kujionea haya ye mwenyewe? Naam. Haya kama hini wanaoijua ni wale wenye nafsi ambazo kwamba nafsi zao ni sharifa, ni aziza, ni rafia, ni abia. Nafsi zao ni tukufu, ni kubwa, ni zenye kukataa mabaya. Nafsi kama hizi tastahi min ridhaha li nafsiha bin naqs, huona haya kuiridhisha nafsi yake kwa jambo ambalo kwamba ni la duni. Saa ingine utaona mtu amemtukana mtu kisha kwambia nini? Sasa roho yangu safi. Wewe umefanya na makosa kisha wajiona ndio wajisikia raha, kwa sababu nafsi yake huyo ni dania, nafsi yake ni ya duni. Lakini yule mwenye nafsi ambaye kwamba ya juu sana, yenye kupenda mazuri, hairidhiki kwa kufanya mabaya. Kwa hiyo ye mwenyewe yuaona haya kwa nafsi yake kwenda kuiridhisha kwa jambo ambalo kwamba ni baya. Wa min qanaatiha biduni, na kukinai na kutosheka kwa jambo ambalo kwamba ni la duni, jambo la chini sana. Utakuta mmoja katika watu ambao kwamba ajionea haya katika nafsi yake, hata kaannama lahu nafsani. Utakuta kama na nafsi mbili. Nafsi moja manake mimi ni mimi peke yangu, lakini nitakapokufanya jambo kama mimi nina nafsi nyingine yanisuta. Izudini, vipi nawe unataka kumtukana yule? Mbona unataka kumkosea mwenzako heshima? Mbona unataka kumtangaza mwenzako? Mbona unataka kumwaziri mwenzako? Hakuna mtu, lakini nafsi yangu yajisuta yenyewe. Kama kuna nafsi mwenzake yamwambia, yamkumbusha, usifanye mambo hayo bwana, si uzuri bwana, usivae nguo hiyo. Uone heshima hiyo kutoka na nguo, uone haya kutoka na nguo hiyo. Wewe namna gani bwana? Humwogopi Mola wako? Sasa utakuta yeye kama ana nafsi mbili, nafsi moja ya msuta yeye wakati anapotaka kufanya jambo ambalo kwamba jambo kama lile kulifanya ni kukosa haya. Kwa hiyo hapa ndio pale tunaposema alhayau minan nafs, yani mtu kuionea haya nafsi yake ye mwenyewe na kuikataza ile nafsi yake na kukaa privacy, yani kukaa mahala faragha, akafanya mambo ambayo kwamba hayastahiki, mambo ambayo kwamba hayafai. Na hii
ndio akmalu ma yakunu min alhaya. Ukitaka kumjua mtu mwenye haya ni ule huona haya kufanya jambo wakati akiwa yeye peke yake, sio masala hakuna anayenijua, yuko ni Allah. Hakuna anayeniona, yuko ni Allah. Hakuna anayesikia, yuko ni Allah. Hakuna atakaye kunisema, yuko ni Allah. Yani kwa lugha panufu, hana ndia ya kusema bwana mimi niko na freedom kufanya nitakalo, kusema nitakalo, kuvaa nitakalo, my dress my choice. Ajua is not my choice. Vazi langu sio choice yangu, kuna Mola wangu. Niangalie kwanza choice ya Mola wangu. Mola wangu asema nini katika mavazi yangu? Je, haya nafaa kuyavaa? Je, nitafurahia kuoneshwa mimi nimevaa mavazi kama haya kesho siku ya Kiyama? Kwa hiyo kabla hajasema my dress my choice, asema Allah is my choice, Mola ndio chaguo langu. Kwa hiyo yeye nafsi yake yamsuta kufanya jambo baya, sawaun fil khalawati au aljalawati, sawa akiwa mbele ya watu au hata akiwa peke yake, kwa sababu yeye ajua hako peke yake, yeye ajua saa zote. Wa kana Allahu alaikum raqiba, Mungu yuwafuatilia. Mwenyezi Mungu yuwatufuatilia, kuna CCTV ya Mungu yaniona. Je, mimi nitaridhia kuonekana kwa hali kama hini? Kwa hiyo haya, kuna haya ya kumuonea haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna na haya ya kuonea waja, kuna na haya ya mtu kujionea yeye mwenyewe. Hapa tutakoma inshallah, na bado maelezo ni marefu, lakini najua kuna masala. Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi, atuepushie kila la shari. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittibaa, wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.